إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Tuweni radhi jamani, kidogo hatukuhudhuria siku 3 au zaidi. Mimi binafsi ni mgonjwa. Mtihani nilionao nitoka utotoni nikiwa na miaka 7 hadi leo. Kwa hiyo nikimtokeza inakuwa ni ngumu kuhudhuria vikao kama hivi au hata swala kwa si hudhuria. Kwa hiyo ndani ya hizo siku zote ambazo tulikuwa hatupo, ilikuwa inatokeza na tatizo la ngozi. Nimefanya fikra yote, madokta nimewaona, sikupata ufumbuzi toka miaka yote hiyo, na wazungu nimeonana nao. Kwa hiyo kila mmoja ana mtihani wake ambao Mwenyezi Mungu anampatia, hauondoki hata kwa dawa yote. Sasa sina uhakika kama huu ndio mtihani wangu au wangu bado haujaja. Kwa hiyo niombeni dua inshallah taala. Na wewe ukiwa una mtihani haujapatapo dawa, basi tambua kwamba kila mmoja ana mtihani ambao Mwenyezi Mungu amemjalia. Katika hadithi al-Qudsi anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawi mwenye kumuondosha mja wake hapa duniani na akiwa anamtakia kheri, ila amempa mtihani ambao kwamba haumtoki mwilini kwake. Itakuwa ni sababu ya yeye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuujua mtihani wenyewe inakuwa ni ngumu. Ndio maana nikasema sina uhakika hata huu mtihani niliokuambieni kama ni wa kwangu au bado wa kwangu haujaja bado. Tunaingia katika hadithi yetu. Tupo katika kitabu chetu cha 40 Nawawia. Insha Allah taala tunaingia katika hadithi ya 29. Natumai tulikoma hadithi ya 28. Hapana, tulikoma 27, tunaingia 28. An Abi Najih radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Najih Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, amesema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku fulani alitutolea waadhi, alitutolea mawaidha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wajilat minha alqulub, mawaidha hayo yalisononesha nyoyo zetu sisi tuliokuwa tumehudhuria hapo. Wadharafat minha aluyun, na macho yetu yalibubujikwa na machozi kutokana na mawaidha hayo. Faqulna ya Rasulullah, kutokana na hiyo hali ya kusononeka nyoyo na kububujikwa na machozi watu wote tuliokuwa tumehudhuria hapo, tukasema ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kaannaha mau'izatul muwadda'i, kana kwamba waadhi, kana kwamba mawaidha yako ya leo watu aga. Maana hali ilivyo, ikiwa uliwahi kuishi na mtu kwa kipindi kikubwa na ameondoka duniani sasa hivi, ufuatilie hiyo wiki ya mwisho anapoaga dunia. Huwa mtu anakuwa anafanya vitu si vya kawaida, mazungumzo yanakuwa sio ya kawaida, mara nyingi inatokeza hivyo.
ila kwa wachache ambao kwamba wamefariki kwa ajali, ama wale wenye kufa ghafla, na wengine baadhi yao waliouguzwa hata kwa kipindi kikubwa kabla ya kuondoka duniani, yawezekana zikawepo ishara kama watu watakuwa walizifuatilia, watabaini wazi kwamba yawezekana huyu ana. Kwa hiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akakaa na maswahaba zake, akatoa wahi, nyoyo za watu zikasononeka, macho yakabubujika machozi, ikabidi wamuulize, mbona namna hii leo umezungumza si hali ya kawaida, au ndio watu waga? Ikiwa hali ndio hiyo watu waga, fa'ausina ya Rasulullah, basi kumbe utuhusie sasa. Akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwa Allah azza wa jalla. Baada ya maswahaba kumuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mbona hali sio ya kawaida, au ndio watu waga? Na kama watu waga kweli, tuusie kabisa. Rasuli alikiri kwa ishara kwamba ndiyo na kuwageni, akaanza kuwahusia. Huko kuwahusia ina maana tayari ameshawaambia kwamba siku zimebaki chache mimi kukaa na nyinyi, na husia kabisa madamu mumeomba wasia. Akasema usikum bitaqwa Allah azza wa jalla, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na aliye juu, was-sam'a wat-ta'a, was-sam'i wa ta'ati, na kuhusieni pia muwe wasikivu na watiifu. Kuweni wasikivu na watiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama atatokeza yule aliyekuwa ni mtumwa wenu akapindua na akajikuta ni mtawala akutawaleni, tambueni kwamba kuanzia leo hii na kuhusieni as-sam'i, na kuhusieni kwa wasikivu, wa ta'a, na muwe watiifu kwake yule aliyetawala watu kimabavu. Pengine hawataki wao, akaamua kupindua akatawala, bado Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anakuhusia kuwa mtiifu, kuwa msikivu. Fa innahu man yaish minkum, tambueni na kuelezeni haya kwa kuwa lipo jambo lipi, man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Jambo lenyewe ni kwamba yule atayekuwa na umri mkubwa kati yenu nyinyi maswahaba zangu atajaona ikhtilafu kubwa, akaziona. Ikitokeza hizo ikhtilafu ameziona, watawaliwa kwa mabavu, asifanye jengine lolote lile, labda ataka kuasi, au ni msikivu na atii amri ya yule aliyewatawala. Hivyo ndio hadithi ilivyokuja, wala si vinginevyo. Fa'alaykum bisunnati, akaongeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikamaneni na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, msijesahau pia mwenendo wa wale wataokuja baada yangu waongofu. Addu alaiha binawadhij, shikamaneni na mwenendo
mwenendo wangu mimi na wale mwenendo wao wale wataokuja baada yangu, shikamaneni nao binawazid, yashikeni mawili haya kwa magego. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anawachorea picha maswahaba zake na kuwawekea mkazo wa kushikamana na hili alilowahusia, kwamba wasishike. Wewe jaribu tu, iweke kamba mdomoni kwako, ishike na meno haya ya mbele, alafu mwambie mwenzako vuta, au vuta mwenyewe, utaona kamba hiyo yachoropoka kiulaini. Ama ukiishika kwa magego, tallahi, akivuta mtu au anaondoka na kichwa chako anakutikisha, au pengine aondoke na jino. Ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawaeleza, shikamaneni na mwenendo huu. Upi? Wangu mimi na maswahaba zangu. Ikiwa ni usia mnaoniomba ni kuhusieni nyinyi, shikamaneni nayo, shikeni kwa magego. Wa iyyakum bimuhdathatil umur, halafu jiepusheni na mambo ya kuzuliwa. Maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatubashiria kwamba ataishi katika maswahaba na sisi pia, ni kwamba wajao kila siku zinavyokwenda yatazuliwa mengi. Rasuli anatutahadharisha, iyakum wa muhdathatul umur, jiepusheni na mambo yenye kuzuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila lolote lililozuliwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin dalal, na kila lenye kuzuliwa ni upotofu. Faida ya hadithi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atufidisha kwamba mimi na wewe, pamoja na kwamba twaweza tukawa twalalama kila leo ugumu wa maisha, tumetawaliwa, anatuhusia mimi na wewe tuwe ni watiifu, na tuwe ni wasikivu. Nini madhululi ya maneno haya? Ndio ukawakuta wajukuu wa maswahaba ambao ni matabi na watoto wa maswahaba ambao ni matabiin, walivyosoma hadithi hii wakasema haramu maandamano. Maandamano yapotokea enzi zote hizo. Yupo jamaa mmoja anaitwa Dhuhuwaisir Tanim, yeye ni mtu wa mwanzo kuandamana katika umma huu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anagawa ngawira, jamaa akapewa fungu, akamweleza, ya Muhammad, ewe Muhammad, hata kumuita ewe mtume hakumuita. Fanya uadilifu. Unani wewe usiyefanya uadilifu? Huyo ndio mtu wa mwanzo kuandamana ndani ya umma huu, anaitwa Dhuhuwaisir At-Tamimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliwahadharisha watu sana na mtu huyu, na akawaeleza watu kwamba huyu ni chanzo tu, ni cheche, lakini wanakuja baada yake watauchukua mwendo huu. Maana huyu hapa alipo yupo peke yake kati yenu, na atafariki hajampatapo mfuasi yeyote, lakini wapo watu watakuja nyuma. Aliwahadharisha, na siku aliyoomba wasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaja na hadithi hii akawaeleza. Katika faida nyingine, faida za hadithi ni kwamba
usijali yule aliyekutawala ni mtumwa alipatapo kuwa au hakupatapo kuwa, maadamu yeye ndio mtawala itabidi userembe. Maana katika masuala ya maandamano kuna madhara mengi, ingawa watu wanakaa wakishajiishana waende waandamana. Kuna watu nafsi zinauliwa hivi hivi, kuna uharibifu wa mali unapitikana. Yaliyopita ndio yamepita, watu tuwe ni wenye kusameheana. Asiyekosea ni nani hata usimsamehe mwenzio? Kama limetokeza ndio lilitokeza wakati huo, kwa nini usiwe msamehevu wewe kwa wenzako? Kullu min adam khata'un, amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila yeyote aliyeumbwa ni mkosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, na mbora katika wenye kukosea ni yule mwenye kurudi. Leo wangapi hatujashiriki nao Ramadhani, wapo vizuizini kwa makosa yale na yale, yakiwemo kuandamana. Hakuna asiyekosea jamani. Tuwe ni wasamehevu, tuwasamehe watu kwa yale yaliyopitikana. Katika faida za hadithi ni kwamba tujiepushe na zama, kila zama zikizidi kuendelea yatatokeza mambo ya ikhtilafu. Ya ikhtilafu kivipi? Kama hilo la maandamano halikuwepo enzi za maswahaba, wala halikupigiwapo debe katika dini, ikatokeza vitu kama hivi. Faida nyingine ni kwamba atayeishi umri mkubwa ajiepushe na mambo yenye kuzuliwa. Hivyo wewe utajuaje kwamba hili au lile limezuliwa kama wewe kusoma? Hapa ndio utakuta pana umuhimu wa mimi na wewe kuitafuta elimu, ili tupate kubaini lipi alilokuwa alifanya Rasul na lipi limeletwa na watu halina dalili. Na faida nyingine ni kwamba lolote lile ambalo ni jipya katika dini ni upotofu. Tuingie katika hadithi ya 29 insha Allah taala. An Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu qala, kutokana na Muadh ibn Jabal amesema, qultu ya Rasulullah, nilimwambia siku moja, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, akhbirni bi'amalin yudkhilni aljannata, na kuomba unipashe, unipe habari ya amali itayoniingiza janna, wa yubaidni aninna, na ikawa amali hizi ni sababu ya mimi kukaa mbali na moto. قال, akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azimin, ewe Muadh, umeniuliza jambo kubwa. Wataka nikuhabarishe lipi litalokuingiza peponi, na nikawa ni lenye kukuepusha na moto? Muadh, hili ni kubwa. Lakini maadamu umetaka nikuhabarishe, tambua, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah,
hili unalotaka ni kuhabarishe ni jepesi kwa yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea wepesi, liwe ni jepesi kwake. Lipi? Lifuatalo hapa litambue: ta'budu Allah wala tushriku bihi shay'a. Basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha, wala usije kumshirikisha na lolote. Hadithi hii sio ya kupita hivi, lakini kwa mujibu wa miondoko tuliyoitoa siku tuliyoanza kitabu, hapana budi ila tuondoke hivyo. Lakini hapa ni pahala pa kubadilisha aina za shirki, ili mimi na wewe tujue muda gani twaweza tukajikuta tumo ndani ya shirki pasi na sisi kujua. Lakini muda uko wapi jamani? Muda uko. Insha Allah taala, tukiwa tu hai, tukirudi chuoni, tunatarajia tutaendesha durusi hapa, tutakuwa na miondoko mingine sio hii tulionayo leo. Kwa hiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema ta'budu Allah wala tushriku bihi shay, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala usimshirikishe na lolote. Watukimu salata, na usimamishe swala. Watuutia zakata, na utoe zaka. Watasumu Ramadhan, na ufunge mwezi wa Ramadhan. Watahuja albayt, na uwe mwenye kufanya haji. Thumma qal ana adulluka ala abwabil khair. Halafu akasema, huyo ni Muadhi anasema, halafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema. Amesemaje? Mtina macho. Ana adulluka ala abwabil khair. Ewe Muadhi, hivyo hutaki nikuongezee, nikufahamishe milango mingine ya kheri kuliko haya niliyoyatanguliza? Yepi? Antaabudu Allah wala tushirika bihi shay'an, watukima sala, watasumu Ramadhan, watuutia zakat, na kuzidishia milango mingine ya kheri. Ni yepi? Tambua as-sawmu junnatun, tambua kwamba funga ni kinga. Kinga ya hapa duniani ikakuepusha na maasiya, na ni kinga ya kesho akhera ikakuepusha na moto wa jahannam. Wasadaqatun tutfi'u al-khati'a, tambua kwamba sadaka pia inafuta dhambi na makosa. Kama yutfi'u al-ma'u nara, kama unavyoona moto wa maji ya zima moto, hivyo hivyo sadaka inafuta baya. Wasalatu rajuli, na swala ya mja, fi jawfi llaili, wakati wa usiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawa amesita hapa, halafu akasoma aya akasema tatajaffa junubuhum anil madaji', akasoma ile aya inayoashiria wenye kusimama nyakati za usiku. Akaendelea mpaka akafika ili kufikia aya wa ya'malun, halafu akasema ala ukhbirka bira'sil amri, hivyo Muadhi, hutaki nikupe jambo lililo kubwa kuliko yote?
wa umudi, na jambo lenyewe ndio nguzo ya dini hii, wadhiri wa tsunami, na ndio masalo yenyewe ya jambo hili, na ndio asali yenyewe ya dini hii. Al-jihad. Tambua mwanzo kwamba kuna kubwa kuliko hili, kuliko yote niliyokueleza, nayo ni nini? Ni jihadi. Hadithi hii kama nilivyokuashiria sio ya kupitwa hivi hivi. Inabidi kabla hatukuondoka kwenda chuoni, ikibidi tutamuomba shekhe tuandae jalsa hasa kubainisha masuala ya jihadi. Maana vijana sasa hivi wameingia jazba eti na Tanzania kuna jihadi. Vijana leo hawakuzielewa ahadithi, wamewaacha vikongwe wazee wao. Hukukul walidain, birrul walidain, zote zinavunjwa kwa hoja ya jihadi. Ipo haja watu wabainishe miji yetu hii. Kama kuna watu wamezungumzia jihadi na hisi ni ishara, lakini hawakuibainisha, inaomba ibainishwe jihadi. Maana vijana wameingia jazba sasa hivi, jambo dogo wanadai ni jihadi. Wamewaacha watu mijini, wanapokwenda haieleweki ni wapi. Hatukukataa jihadi kuweko, jihadi kuweko ipo, hadithi ndio imezungumza. Lakini jihadi ni ipi? Je, ni ile unaoifikiria wewe au jihadi ni ile aliyoifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mambo haya yanaomba yabainishwe. Insha Allah taala tutapanga kikao maalum, hakitokuwa wakati wa dhuhuri. Tutaomba muda mwingine iwe ni baina la magharibi wa isha, tutajabainisha hii insha Allah taala kabla hatukuondoka kwenda chuoni. Ipo haja. Thumma qala, halafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulluhu. Je, Muadhi, hivyo hutaki nikupe habari ya kubwa zaidi kuliko yote niliyoyatanguliza, ikiwemo jihadi pia? Muadhi akampa sikio. Qultu bala ya Rasulullah. Muadhi akasema, nikasema ndio, nieleze ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadha bilisanihi wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akashika ulimi wake, halafu akamwambia Muadh, kuf alaika hadha. Ameshika ulimi, akamwambia kuf, zuia hili jambo, ulimi huu uzuie. Qultu, Muadh akasema, qultu, nikasema, ya nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna la muakhudhuna bima natakallam bi. Je, hivyo sisi ndio tunahesabiwa, tutakwenda kuhesabiwa kesho kiyamani kutokana na yale tunayoyazungumza? Faqal, akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thaqulatka ummuka. Anaapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, una nini wewe? Naapa mama yako akukose ewe Muadhi. Hiki ni kiapo Waarabu walikuwa wakikitumia. Akikuambia mtu namna hii, ina maana anakuvuta kwamba ulizingatie lile alilolizungumza, na yote yafuatayo yatafuatia amri ya lile alilokuwa anakueleza. Wa hal yukubba nas
fi nnari ala wujuhihim. Hivyo wewe ndio hujui kwamba watu watapoingizwa motoni hawatoingizwa motoni kwa ubaya wa nyuso zao, kwamba fulani kaumbwa mweusi tititi akawa yeye ni mtu wa motoni, na yule kaumbwa mweupe pepepe akawa yeye ndio wa peponi. Hivyo wewe Muadhi hujui hilo, kwamba watu hawatoingia peponi kwa motoni kwa ubaya wa nyuso zao? Naam, tumekupatia hivi. Na watu hawatoingizwa peponi kwa weupe wa nyuso zao? Muadhi akashangaa. Illa hasaid alsinati, watu wataingizwa motoni kwa yale yaliyochumwa na ndimi zao. Faida ya hadithi ni kwamba muda umeisha, tunaashiria faida ambayo ni kubwa kuliko zote. Kujizuia ulimi wako kulizungumza lolote ni kubwa kuliko swaumu, ni kubwa kuliko funga, ni kubwa kuliko nguzo zote za dini, hata jihadi yenyewe. Kwa hiyo insha Allah muda umekwenda, tumezidisha dakika 8 kamili. Tunakuombeni radhi kwa hili, tunakoma hapa, hata fursa ya maswali hatuitoi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.